Nchi imetekwa na kikundi cha watu wachache. Hii ni kauli tata kutoka kwa katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, ambaye katika duru za kisiasa ametoa kauli nzito akidai kuwa kuna siri kubwa iliyojificha nyuma ya kukamatwa kwa Tundu Lissu Aprili 9 mwaka 2025 na kufungiwa kwa shughuli za Chadema kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Anadai kuwa nchi imetekwa na kikundi cha watu wachache wanaodhibiti mambo yote, na kwamba hatua dhidi ya Lissu na chama chake si za kisheria tu, bali ni za kisiasa ili kuwanyamazisha wapinzani na kudumisha mamlaka ya kikundi hicho. Tundu Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema, alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 mjini Mbinga mkoani Ruvuma mara baada ya kumaliza hotuba katika mkutano wa hadhara wa kampeni ya chama ya No Reforms No Election. Alikuwa akiitaka mageuzi makubwa ya uchaguzi kabla ya Oktoba 29 mwaka 2025. Siku iliyofuata, Aprili 10 mwaka 2025, alifikishwa mahakamani Kisutu, Dar es Salaam na kushtakiwa kwa kosa la uhaini, yani treason, na kuchapisha taarifa za uongo. Kosa la uhaini haliruhusu dhamana, hivyo Lissu amekaa kizuizini kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kesi yake imecheleweshwa mara kadhaa. Chadema inakabiliwa na marufuku ya kushiriki uchaguzi baada ya kukataa kusaini kanuni za maadili bila mageuzi. Hii ilisababisha maandamano na vurugu zilizosababisha vifo vingi na majeruhi, matukio ambayo bado yanachunguzwa na tume ya Jaji Chande Othman, ambayo inatarajiwa kuwasilisha ripoti Aprili 24 mwaka 2026 baada ya nyongeza ya siku 21. John Mnyika, ambaye ni katibu mkuu wa Chadema kwa wakati ule, na viongozi wengine kama John Heche walikamatwa wakati wakijaribu kufanya maandamano au mkutano wa kumuunga mkono Lissu. Mnyika anadai kuwa hatua hizi zinaonyesha kuwa nchi imetekwa na kikundi cha watu wachache wanaodhibiti vyombo vya dola, mahakama na mchakato wa uchaguzi ili kuwafanya wapinzani wasiwe na nafasi. Lissu alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025. Mpaka sasa hivi Aprili mwaka 2026 ni mwaka mmoja kamili akiwa kizuizini. Kesi ya uhaini inaweza kubeba adhabu ya kifo au kifungo cha maisha. Chadema ilifungiwa kushiriki uchaguzi mwaka 2025 na wabunge wa Ulaya Aprili 9 mwaka 2026 walitoa taarifa wakitaka Lissu waachiliwe huru mara moja na bila masharti. Mnyika anatoa madai makali. Kuna siri nzito iliyojificha nyuma ya kukamatwa kwa Lissu, si hotuba yake, bali inaweza kuwa mpango mkubwa wa kumnyamazisha kiongozi ambaye alikuwa na uwezo wa kuunganisha upinzani na vijana. Chadema kufungiwa si kwa sababu ya ukiukwaji wa sheria, bali ni mkakati wa kikundi cha watu wachache cha kudhibiti nchi na kuzuia mageuzi. Nchi imetekwa inamaanisha kuwa taasisi muhimu, polisi, mahakama, tume ya uchaguzi, zinaendeshwa na maslahi ya kikundi kidogo badala ya maslahi ya taifa. Upande wa Chadema, kauli hii inaonyesha kuwa hatua dhidi ya Lissu ni ya kisiasa ili kuwafanya wasiwe na kiongozi wakati wa uchaguzi. Upande wa serikali, kesi hii ni ya kisheria. Lissu alituhumiwa kuchochea uasi na kuchapisha taarifa za uongo zinazoweza kuharibu amani. Serikali inasema inafuata sheria na si kesi ya kisiasa. Baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 ambapo Chadema haikushiriki kikamilifu, kulikuwa na maandamano na vurugu. Tume ya Jaji Chande inachunguza mambo hayo. Kwa hiyo kauli ya Mnyika inaongeza shinikizo kwenye ripoti hiyo. Kauli hii inafanana na madai ya awali ya viongozi wa upinzani na baadhi ya asasi za kimataifa kama Amnesty International na Human Rights Watch, ambazo zilisema kukamatwa kwa Lissu ni repressions of opposition. Hii ina maana gani kwa taifa na wadau? Inatoa nguvu na inaonyesha kuwa hata baada ya mwaka mmoja swala la Lissu bado liko hai, linazidisha wito wa mageuzi. Inazidisha shinikizo la kimataifa kama taarifa ya wabunge na Ulaya inaweza kuathiri taswira ya nchi kuhusu demokrasia na haki za binadamu. Pia kauli hii inaunganishwa moja kwa moja na matukio ya Oktoba mwaka 2025 na ripoti inayotarajiwa kutoka inaweza kutoa mwanga kuhusu kama hatua dhidi ya Lissu na Chadema zilikuwa za haki au la. Pia hii inazua swali, je, nchi inatawaliwa na taasisi huru au na kikundi cha watu? Hii inaweza kuongeza migawanyiko na kutoa fursa ya mazungumzo ya kitaifa. Madai ya nchi imetekwa na kikundi cha watu wachache ni makali na yanahitaji uthibitisho.
Hata hivyo, ucheleweshaji wa kesi ya Lissu kwa mwaka mzima na kufungiwa kwa Chadema kunazua mashaka halali kuhusu uhuru wa kisiasa na haki ya kisheria. Kosa la uhaini ni zito na linahusu usalama wa taifa. Serikali ina wajibu wa kulinda amani, lakini ikiwa kesi inacheleweshwa bila sababu wazi, inaweza kuonekana kama zana za kisiasa badala ya haki. Haki inapaswa kuwa haraka na ya wazi. Kesi ya Lissu ipewe kipaumbele na iendelee bila kucheleweshwa zaidi, ili mahakama iweze kutoa uamuzi wa haki. Serikali na upinzani waingie katika mazungumzo ya kitaifa, yani national dialogue, ili kurekebisha sheria za uchaguzi na kuepuka migogoro ya baadaye. Ripoti ya tume ya Jaji Chande iwe na uwazi kamili kuhusu matukio yote ya mwaka 2025, ikiwemo jukumu la pande zote. Vyombo vya dola na mahakama viwe huru na visitumike kama zana ya kupambana na wapinzani. Mwisho wa siku, demokrasia yenye nguvu inahitaji upinzani wenye sauti na serikali yenye ujasiri wa kusikiliza. Kikundi chochote kinachodhibiti nchi kinaweza kuleta hatari ya kugawanyika. Tanzania inahitaji uongozi unaowakilisha maslahi ya taifa na si kikundi kidogo. John Mnyika ametoa kauli kali. Kuna siri iliyojificha na nchi inaweza kuwa imetekwa na watu wachache. Sasa macho yapo kwenye ripoti ya tume ya Chande na jinsi serikali itakavyojibu shinikizo la kimataifa na la ndani. Nini maoni yako wewe ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa chaneli hii? Tanzania inaweza kuwa bora zaidi ikiwa tutachagua ukweli, uwajibikaji na mazungumzo badala ya migawanyiko.